السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwani fillah, katika darsa iliyotangulia tuliweza kuangazia adabu ambazo Muislamu atakana azingatie pindi anapoamka, na tukawa ni wenye kuona namna Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiweza kusema na kufanya pindi anapoamka. Baada hapo inshallah tutaanza darsa msururu mpya, nayo ni adabu za swala za usiku, na hii ni mwongozo kwa mtu yeyote ambaye angependa kuswali swala za usiku. Basi hii qiyamul layl ina ujira kubwa na ni ibada adhimu, na inshallah hivi leo tutaanza darsa mpya, jinsi ya kuswali swala za usiku, qiyamul layl. Tayib, kabla hatujaangazia ni yapi ya kufanya, lazima tujue umuhimu wa hizi swala za usiku. Rasul sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya kwanza ambayo aliamrishwa baada ya kuchaguliwa kwa mtume ni kutekeleza ibada hii za swala, hasatan swala za usiku. Kabla hajapelekwa Isra wal Mi'raj, baada ya kuwa mtume kwa muda miaka 10, Rasul sallallahu alaihi wasallam alifaradhishiwa hizi swala 5 ambazo tunazoswali: fajr, dhuhur, asr, maghrib na isha. Lakini kwa muda miaka 10 Rasul sallallahu alaihi wasallam akiwa mtume katika mji mtukufu wa Makka alikuwa akiswali swala za usiku, na hii ndio katika ibada za kwanza ambazo alizoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada hii si hasa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini ni ibada ambayo kila mja wa Mwenyezi Mungu atakana itekeleze katika maisha yake, nazo ni qiyamul layl, swala za usiku. Ibada hii ni sababu ya mtu kupata rahma za Allah, na sisi kama waumini tutafuta njia nyingi ya kuweza kupata rahma za Mwenyezi Mungu. Katika njia ya Mwenyezi Mungu kukuhurumia na upate rahma zake hapa duniani na akhira ni mtu kuswali swala za usiku, kiasi cha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Furqan ameweza kusifu hali ya waja ambao watakaopata rahma zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza wa ibadur rahman, waja wa ar-Rahman. Kwa nini hawa wameitwa waja wa ar-Rahman? Kwa sababu hao ndo watu wako katika mstari wa mbele ambao wanaostahili kupata rahma za Allah, ndio maana wakaitwa ibadur rahman. Kisha baada Mwenyezi Mungu kuwaita hivyo, akaeleza amali zao hapa duniani. Miongoni mwa vitendo vao, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Katika sifa za hao waja wa ar-Rahman ni kwamba ni wale ambao wanakesha usiku. Walladhina yabitun, almabit ni mtu kukesha usiku. Walladhina yabituna lirabbihim, na wanakesha si kwa ajili ya mwingine, wanakesha kwa ajili ya Mola wao ar-Rahman. Allahu akbar. Wengine wakikesha hukesha kwa ajili ya nani? Lakini hawa waja wa ar-Rahman wanakesha usiku kwa ajili ya Mola wao. Na wanakesha wakifanya nini? Walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, ni wale ambao wanaokesha usiku kwa ajili ya Mola wao, na wanakesha wakimsujudia Allah, na wakiwa ni wenye katika hali ya kusimama. Sasa hii ibada adhimu ya kuswali usiku ni ibada ambayo kila mja ambaye anayetafuta rahma za Allah lazima awe nao. Huwezi kusema watafuta rahma za Mwenyezi Mungu na we mwenyewe hukeshi usiku kwa ajili ya Allah kwa kumsujudia na kwa kusimama. Na rahma za Mwenyezi Mungu utazipata pindi unaposwali hizi swala za usiku. Katika hii sifa ya mtu kuwa ni mwenye kuswali swala za usiku inapatikana kwa mtu ambaye anayemwogopa Allah. Akiwa mtu ana hofu ya Mwenyezi Mungu, katika alama ya mtu kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ni kwamba usiku haezi kulala usiku mzima bila kutenga muda kwa ajili ya Mola wake na kuswali. Mwenyezi Mungu asema, innama yu'minu biayatina alladhina idha dhukiru biha
kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala awaangazia hawa waja wa Ar-Rahman ni kwamba hawa huwa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na wanamsujudia Mwenyezi Mungu, na wao wanashindwa kulala usiku mzima. Yani hawezi kulala full night bila wao kuenuka, na lazima wanapoenuka basi wanakuwa ni wenye kuenuka kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, na maadamu wanamwogopa Mwenyezi Mungu basi watajaribu kuswali hizi swala za usiku. Hivi ndo Allah anavyoangazia katika Qur'ani. Ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha mtume wake aswali swala za usiku, alimwambia aswali swala za usiku na akampatia mwongozo. Unaposwali swala hizi za usiku una khiari kadhaa. Ima ugawanye usiku nusu ulale na nusu uswali, au ugawanye usiku sehemu tatu. Sehemu moja 1 out of 3 uswali, 2/3 ulale, ama sehemu moja 1/3 ulale ama 2/3 ulale uswali. Hii yote ar-Rasul alipewa mwongozo alipoambiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila. Qumil layla, swali swala za usiku, illa qalila, isipokuwa kidogo. Bimaana sehemu kubwa ya swala za sehemu kubwa ya usiku lazima uswali, bakisha sehemu ndogo ulale. Qumil layla illa qalila. Nisfahu, ama una khiari, nusu uswali na nusu ulale. Nisfahu au inqus minhu qalila, au chini ya nusu, au zid alayhi, ama zidisha hiyo nusu. Lakini hii swala za usiku unaposwali, basi katika ibada kubwa za kufanya warattilil Qur'ana tartila. Kwa hivyo hapa kwa mtu yote ambaye anayeswali swala za usiku, hapa sujadan wa qiyama, walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, katika sifa zao ni kwamba warattilil Qur'ana tartila. Hasa ulama wakasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoangazia swala hizi za usiku atoa mwongozo kwa waja wake na atoa mwongozo kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama katika kuhimiza swala hizi za usiku, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametueleza kwamba swala ni ibada adhim, na hakuna ibada bora kama kuswali. Hakuna ibada bora baada mtu kuwa Muislamu kama swala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam sehemu nyingi amehimiza watu waswali. Iklafu min al-amali ma tutiqun wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, fanyeni amal qadra uwezo wenu, lakini mjue hakuna amali bora baada Uislamu kama as-salah. Ndio maana tukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu tukifanywa hisabu na tuulizwe maswali, jambo la kwanza tutaulizwa swala. Awwal ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Kitu cha kwanza ambacho Allah atamuuliza mja wake ni as-salah. Hataulizwa zaka, saum, hataulizwa birrul walidain. Kitu cha kwanza mtu ataulizwa ni as-salah. Na ibada hizi za swala inayokuja ya kwanza ni hizi swala tano za faradhi. Kisha baada hizi swala tano za faradhi ni swala aina gani inayofuata? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi al-muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, swala bora, saumu bora baada ya Ramadhani. Kwa nini saumu bora imekuwa ni Ramadhani? Kwa sababu ni faradhi, ile lazima ndo muhimu, kisha unaongeza ya ziada. Hasa saumu bora baada ya Ramadhani ni mtu kufunga mwezi wa Muharram. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, swala bora baada hizi swala za faridha ni salatul layl, ni mtu kuswali salatul layl. Na ibada hiyo salatul layl, ar-Rasul alipokuwa Makkah aliamrishwa, alipochaguliwa tu kwa mtume aliambiwa swali, ya ayuhal muzammil qumil layl. Na alipoingia Madina, kitu cha kwanza
au ibada alihimiza watu wafanye katika swala ni swala za usiku. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu alikuwa ni Myahudi, na alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam walipata habari juu yake, kwa sababu wao walikuwa kisubiri apatikane mtume na mtume atakuwa ni mwenye kujitokeza. Baadaye wakapata habari ya kwamba kuna mtume au kuna mtu ambaye anasema ni mtume wa Mwenyezi Mungu yuko Maka, na watu wa Madina wakaanza kusilimu kabla kuja kwake. Rasul alipokuja Madina, Abdullah ibn Salam alikuwa na hamu ya kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema siku tuliposikia kwamba ameingia, asema mbio nilienda nikampokee ili nipate kujua, je, huyu ndo mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye tulikuwa tumsubiri tulivyoambiwa katika Taurat ama ni yupi? Katika hali kama hiyo, asema nikaanza kupenya penya mpaka nikamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema nilipomuona tu uso wake nilimpenda. Asema lamma raaitu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab. Nilipomuona tu uso wake nikampenda, nikajua huyu si mtu wa kusema uongo. Yani nilipata utulivu, nikajua huyu haizi kunifanyia ubaya aina yoyote. So akampenda kuanzia siku hiyo, kwa mara ya kwanza alipomuona. Kisha asema nilikuwa nimesimama pale na watu wamemzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wangojea Mtume Muhammad azungumze. Watu walipokusanyika, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, akawa ni wenye kuingia pale. Asema tulipofika pale akaanza kuzungumza maneno haya. Akasema, ya ayuhan nas, enyi watu, afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akaambia, ayuhan nas, enyi watu, afshu salam, enezeni salam, yani salimia watu, usiwe na kibri na usibague. Ukipewa salamu wapokea kwa mtu unayemjua, usiyemjua hupokei. Zaidi pia unapokuwa ni mwenye kutoa salamu, usiwasalimie watu ambao wanafanana na wewe ama watu ambao mnaojuana nao. Unayemjua na usiyemjua toa salamu. Afshu salam wa at'imu at-ta'am, nalisheni watu chakula, usimwache mtu na njaa. Mahali ambapo unaweza kumpatia mtu, una uwezo wa kumlisha mtu, mlishe. Na mtu waweza kumkaribisha hata kama ana uwezo, waweza kumkaribisha nyumbani kwako kama mgeni, ili hali ana uwezo. Wat'imu at-ta'am. Kisha akasema wasilu al-arham, na muunge kizazi, familia yenu msikatane. Kisha jambo la nne akasema wasallu bil-layli wan-nasu niyam, swalini usiku ili hali watu wamelala. Kwa hivyo hii ibada ya swala za usiku is the first thing ar-Rasul aliwaambia watu walipoingia Madina. Na hii ibada ya swala za usiku, qiyamul layl, ndo ibada ya kwanza ar-Rasul aliamrishwa kufanya alipochaguliwa kwa mtume. Ya ayuhal muzammil qumil layl. Na akiingia Madina, afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nasu niyam. Why is it that ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akiwa Maka ibada ya kwanza ni qiyamul layl? Kwa nini akiingia Madina ibada ya kwanza ambia msiache kuswali swala za usiku? Kwa sababu hii ibada ya swala za usiku iko na siri. Siri yake ni kwamba ibada hii yaonesha kwamba wewe wataka uwe karibu na Allah. Kwa nini? Kwa sababu umeweza kushindana na mambo mawili. Jambo la kwanza, umeweza kushindana na nafsi yako, umeacha raha yako, usingizi wako yote kwa ajili ya Allah. Jambo la pili, umechagua wakati ambapo hakuna mtu atakushughulisha. Hauna mke wa kukushughulisha mida hiyo, kama ni mambo yako ushamalizana naye, ushaamka. Hauna kazi, hakuna simu, you have nothing that is going to make you busy from Allah. Hasa wewe unapoamka swala za usiku ni wakati ambapo unakuwa na connection na Allah without any distraction.
Ndio maana Allah amwambia mtume wake aswali swala za usiku. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo ndo fursa kubwa zaidi ya kuwa karibu na Allah. Angalieni Mwenyezi Mungu akimwambia mtume wake, ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ni sababu ya Allah kukupatia nguvu na kukupatia thabat na kujenga moyo wako. Hasa Ar-Rasul akisema maneno haya, ya ayuhan nas, akiambia watu wa Madina, afshu salam wa at'imu at'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nasu niyam. Haya mambo manne yakipatikana, Ar-Rasul atoa natija kutoka Mwenyezi Mungu. Zawadi ambayo Allah atakayekupa ni tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Mwajua maana tadkhulu jannata rabbikum bisalam? Unapomsalimia mtu na hubagui, wamsalimia Mslamu, unayemjua usiyemjua, anayefanana na wewe asiyefanana na wewe, madamu ni Mslamu watoa salamu, wapokea salamu, hubagui. Afshu salam wa at'imu at'am, huachi mtu na njaa. Kisha wasilul arham, waunga kizazi, familia, anayekuwa mzuri kwako, asiyekuwa mzuri, anayekupenda, asiyekupenda, anayekukirimu, anayekufanya uhasidi, madamu ni damu yako, wewe unaunga kizazi, unawajulia hali, wasimama na wao. Kisha wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na pia usiku waswali kama watu wamelala. An-natija tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Maana tadkhulu jannata rabbikum bisalam, bimaana utaingia janna kwa salama. Je, kuna umuhimu kuingia janna? Naam. Tena pia kuna umuhimu zaidi uingie janna kwa salama. Ma maana tadkhulu jannata rabbikum bisalam? Bimaana Allah atakufisha katika tauhid, hautapata su'ul khatima. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, bimaana utasalimika kutokana na adhabu ya kaburi. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, bimaana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atastiri aibu yako. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hata kuingiza moto wa jahannam. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, bimaana waingia janna bila haya mambo yote kukupata. Ya ikhwan, huwezi kusema wataka kuingia janna salam kama huswali usiku. Ghair maaqul. Yule ambaye anataka kuingia janna salama lazima swali swala za usiku. Na hii ndo zawadi Allah atakayotupatia. Watoa salamu, walisha watu, wastahimilia familia yako na mitihani waliokuwa naye. Wewe madamu Allah ameniambia niunge kizazi, silatul rahim wafanya, na la mwisho usiku watenga wakati. Ukifanya hivi janna tutaingia salama. Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.